wizara itahakikisha kuwa wawekezaji waliopewa leseni za uchimbaji wa madini wanaanza uzalishaji mara baada ya kukamilisha taratibu za matakwa ya kisheria. Kipaumbele cha tatu, kuendeleza mnyororo wa thamani katika madini muhimu na madini mkakati. Mheshimiwa Naibu Spika, madini muhimu na madini mkakati ni madini ambayo yana mahitaji makubwa sana duniani kwenye maendeleo ya uchumi na ulinzi wa taifa na pamoja pia kidunia. Madini haya ni pamoja na lithium, graphite, helium, nickel, cobalt, titanium, copper, aluminium, niobium na rare earth elements ambayo yanatumika kutengeneza vifaa vya teknolojia vya kisasa ikiwemo nishati safi. Mheshimiwa Naibu Spika, ili kuongeza manufaa yatokanayo na madini muhimu na madini mkakati kwa uchumi wa taifa, wizara imepanga kuendeleza mnyororo wa thamani katika madini hayo kwa kufanya yafuatayo: kuhamasisha uwekezaji katika utafutaji na uchimbaji wa madini muhimu na madini mkakati, kufanya utafiti wa mahitaji ya madini mkakati ili kuyafikia masoko mbalimbali duniani, kutoa leseni za utafutaji, uchimbaji na biashara ya madini muhimu na madini mkakati, na kukamilisha na kutekeleza mkakati wa uendelezaji wa uvunaji madini hayo nchini. Naomba kulitaarifu Bunge lako tukufu kuwa serikali imejipanga kuhakikisha kwamba Watanzania wananufaika ipasavyo na uwepo wa rasilimali madini muhimu na madini mkakati hapa nchini. Kipaumbele cha nne, kuhamasisha uwekezaji katika uongezaji thamani madini. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara itaendelea kuhamasisha ujenzi wa viwanda vya uchenjuaji, uyeyushaji, usafishaji na utengenezaji wa bidhaa zitokanazo na madini, kuendelea kutoa ushirikiano kwa wamiliki wa viwanda vya usafishaji wa madini ya dhahabu ili kupata ithibati ya LBMA, na kuendelea na ujenzi wa miundombinu ya kituo cha gemolojia ili kuweza kutoa mafunzo na huduma kwenye mnyororo wa uongezaji thamani madini kwa ufanisi.